Ni washukuru wote kwa sababu ya wiki iliyopita wote kwa ajili ya semina ya Pasaka. Nilikuwa kama mgeni lakini leo ni mwenyeji. Mungu awabariki sana kwa sababu mlifanya mambo mazuri, lakini pia mlinihudumia kimwili wakati mimi nahudumia kiroho. Mungu awabariki kwa sehemu ya mali yenu mliotoa kwa ajili yangu pia. Na jana baada ya kupata wito huu kwamba nisimame hapa, nikaandaa somo, lakini baada ya kuandaa somo lile naona hata hivyo nimeiacha. Baada ya kumwambia Mungu una nini cha kusema, lakini nimeona moyoni mwangu bado niseme juu ya ufufuko. Inayo somo nzuri ambayo nimeandaa pale, lakini ni kama vile bado haijapata kibali. Mungu anataka azungumze zaidi juu ya ufufuko. Wiki iliyopita tulijifunza, Jumapili iliyopita, juu ya kufufuka kwa Yesu. Na nafikiri hili limepata kibali zaidi, na mimi nataka tuzungumze kidogo juu ya kufufuka. Kuna mambo ambayo tunataka tuone ili angalau tusogee au yatusogeze mahali tukijifunza kuhusu kufufuka kwa Yesu. Inaweza kuwa ni ya kawaida tu, wewe ukaona ni mambo ya kawaida ambayo kihistoria tumejifunza miaka yote toka umeokoka mpaka leo. Kila mwaka tunazungumza habari ya kufufuka, lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa ya kusogeze katika maisha yako ya kiroho, lakini pia na maisha yako ya kawaida. Yesu asifiwe. Sasa hii kwa historia ni wiki baada ya Yesu kufufuka. Tulijifunza Jumapili kwamba Yesu baada ya kufufuka hakuondoka moja kwa moja. Aliendelea kukaa duniani. Lakini kwa nini aliendelea kukaa duniani? Ili yale tuliyoona kwamba kuna wapotoshaji, wale maadui waliendelea kupotosha watu kwamba hajafufuka, wengine wakapewa na pesa kwamba Yesu hajafufuka. Tunakumbuka wale walinzi wakaambiwa, hebu msije mkasema hivi, sisi tutawapa fedha za kutosha za kulisha familia yenu, badilisheni huu ujumbe uwe kwamba Bwana, wanafunzi wake walikuja wakati sisi tumelala wakamuiba. Bwana Yesu atusaidie. Lakini tukaona Yesu anaendelea kujidhihirisha na kujionyesha kwa watu. Jumapili iliyopita tuliona Yesu anajitokeza kwa Mariamu Magdalene. Huyu ni yule Biblia inasema yule ambaye Yesu alimtoa pepo 7. Akajitokeza kwa mara ya kwanza. Lakini kwa Magdalena Jumapili iliyopita tuliona tumtafute Yesu. Tulijifunza hilo kwamba wakati Magdalena alipeleka ujumbe kwa wanafunzi, akina Petro wakaenda pale, walipofika pale kaburini wakaangalia, walipokuta kweli Yesu haipo, wakarudi nyumbani wakakaa. Lakini tukaona Mariamu Magdalena akaendelea kukaa pale, analia, anasema jamani, niambieni aliko Yesu, nionyesheni hata. Tukaona malaika anajitokeza, lakini yeye anamwambia Bwana, kama unajua ulikomweka au umemficha, wewe nionyeshe, nitaenda kumchukua. Tukajifunza somo la kumtafuta Yesu. Tukasema wanaomtafuta Yesu watamwona. Wakati Mariamu anahangaika, tukaona Yesu anajitokeza kwa mara ya kwanza, anamkuta Mariamu. Anamwambia Mariamu, anatazama nyuma, anaona Yesu huyu hapa. Kwa hiyo tulijifunza somo juu ya kumtafuta Yesu. Wale wanafunzi walioenda hawakutafuta kwamba alikuwa wapi, lakini wao waliondoka. Biblia inaeleza katika Yohana kwamba waliondoka wakaenda zao nyumbani. Lakini Mariamu Magdalena alikaa pale, anaendelea kutafuta. Yuko wapi sasa? Nionyesheni tu. Lakini Yesu akajitokeza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukaona kwamba tumtafute Yesu kila wakati. Tusibaki katika hali ya kawaida ya historia kwamba Yesu alifufuka, basi alifufuka
wewe inakusaidia nini? Katika maisha yako ya kiroho amesaidia nini? Katika maisha yako ya kiroho unashuhudiaje huu ufufuko wa Yesu? Amefufua nini? Huduma yako imefufuka au imebaki ile ile? Maisha yako imefufuka au imebaki vile vile? Afya yako imefufuka? Kwa sababu tunachojifunza ni kwamba kupitia ufufuo sisi ndio washindi. Yesu asifiwe. Lakini tunaona Yesu anaendelea kujitokeza kwa watu mbalimbali. Tukaona baada ya pale Yesu anawatokea wale waliokuwa naenda Emau. Mathayo 28:10 wakaondoka upesi wale wanawake. Ndio. Wakaenda pia kuwapasha wanafunzi wake habari. Ndio. Tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona wale wanawake baada ya kutoka kaburini wanaenda kwa mbio, baada ya kupata habari kutoka malaika kwamba Yesu amefufuka, wanakimbia wanarudi kutoa habari kwa wanafunzi wakiwa na furaha kama amefufuka. Jiani Yesu anajitokeza. Anawaambia salamu. Lakini tukumbuke wiki iliyopita tulijifunza Mariamu wakati Yesu amemtokea alimwambia asimguse, bado hajapaa. Wakati hapa tunaona wakati wanaondoka sasa wanarudi kutoa habari, Yesu anawatokea, anawasalimia. Salamu. Wakamsogelea, Biblia inasema wakamshika mikono yake, wakamshuhudia. Yesu alitaka kujidhihirisha kwamba sasa waanze kutoa hofu. Kutoka katika ile hofu alionayo wakutane na ujasiri na kushuhudia. Yesu asifiwe. Tunapojifunza ufufuo, maana yake sasa tunaona hapa toka Magdalena tunachojifunza nini? Kutoka kwa Mariamu Magdalena, baada ya kumwona Yesu, habari iliyofuata ni kwamba nenda ukashuhudie. Yesu tusaidie. Nenda ukawaambie. Kwa tunapojifunza hata sasa baada ya wiki hii tulipojifunza habari ya ufufuo, Yesu amefufuka kweli. Sasa wewe ukishakuwa na imani ya kweli juu ya Yesu, maana yake sasa uende ukafanyeje? Ukashuhudie. Sasa unashuhudiaje kama wewe bado una mashaka? Wapo watu bado wana mashaka. Yesu atusaidie. Kwa sasa tunapojifunza, endelea kujifunza. Yesu bado anaendelea kujidhihirisha kwa wanafunzi, lakini baada ya hapo ni kwamba inatakiwa nenda na wewe ukashuhudie. Yesu asifiwe. Ndio maana toka mwanzo nilisema hebu mtafute Yesu. Unapomtafuta Yesu, maana akifanya jambo wewe utaenda kumshuhudia. Jiulize wewe, toka mwaka huu umeanza hata wiki hii tu umeshuhudia habari za Yesu mara ngapi? Si Yesu amefufuka jamani? Jumapili tuliimba hapa Yesu amefufuka, tukawa na ushindi, tukaondoka na kishindo. Je, umeshamshuhudia kwa mtu yeyote toka Jumapili mpaka Jumapili hii? Kama hujashuhudia, maana yake bado hajafufuka. Wewe una mashaka. Yesu asifiwe. Kwa wale wamama waliotoka pale wakaondoka, tunapo ujumbe wa hapa ni kwamba Yesu baada ya kufufuka alitaka kujidhihirisha kwa watu. Baada ya kujidhihirisha kwa watu, watu wakashuhudia kwamba ni kweli, hii si hadithi wala hajaibiwa, ule mwili haujachukuliwa, yuko hai. Hata sasa Yesu yuko hai. Yesu asifiwe. Kwa ndio ujumbe ambao tunaendelea kujifunza. Lakini baada ya hapo, wakati tunaendelea kufurahi juu ya ufufuo kwamba Yesu amefufuka, Yesu anaendelea kutupa wajibu. Ukiendelea kusoma hizi injili zote, ndio pale mwishoni Yesu anawaambia sasa ninyi nawapeleka, nendeni. Yesu atusaidie. Kwa hiyo tunaona Yesu anapojifunua wakati ule alikuwa anajaribu kuwapa ukweli na uhakika wa kwamba amefufuka. Lakini baada ya watu kujua hilo, waende wakashuhudie habari zake. Yesu asifiwe. Kwa hata sasa Yesu anataka tukashuhudie kupitia Ukristo wetu, sisi ambao tumemjua yeye tukamshuhudie.
kama amefufuka kweli. Siku hizi kuna wapotoshaji. Tuliona pale wengine siku hizi wanasema hata wenzetu wanasema Yesu hajafufuka. Wakati Bwana anapelekwa Golgotha kule, yule Simon Mkriene ndio aliwekwa msalabani, sio Yesu. Sasa wewe ukikutana nao utawaambia kweli amefufuka. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na uhakika kwamba alifufuka kweli kweli kwa ushahidi huu, kwa sababu Yesu hakujificha. Baadaye tuliona akakutana na wale wanafunzi waliokuwa wanaenda Emau. Luka 23:13 hadi 35. Luka 24:13. Ndio. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Ndio. Na walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafungwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wakakunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawaambia, mambo gani? Akawaambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Luka 27. Akaanza 25. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Amina. Yesu anaendelea kujidhihirisha na kujionesha kwa wao. Wakati wanaenda Emau, wao wanazungumza tu, wanaendelea na masikitiko. Hawana habari ya uhakika juu ya Yesu, kwamba alifufuka au ilikuwaje, lakini wameshapewa habari. Wanasema leo asubuhi iliyotokea hivi kwamba wale wamama walienda kule, lakini hawajakuta ule mwili, lakini bado wana mashaka, hawana uhakika kwamba Yesu huyo alifufuka kweli. Wakawa wanaambiana, Yesu naye akajichanganya katikati, akawaambia, ni mambo gani haya mnazungumza? Wakaanza kumweleza kwamba ilikuwa hivi bwana, wewe ni mgeni hapa, wewe mwenyewe, mbona watu wote wanafahamu, wewe tu ndio mgeni? Akauliza imekuwaje, kana kwamba yeye hajui. Lakini wakaanza kumweleza kuna mtu mmoja ambaye inaonekana ni nabii, ametoka kwa Mungu, mtu wa haki, alikuwa mzuri katika kunena, na wakamweleza habari zake. Lakini yaliyotokea ndio haya, watu ambao wamemkamata wakamua, wakamzika baada ya kufa. Lakini leo asubuhi kuna habari zingine zinazungumza mwili wake hauonekani kule kaburini. Lakini Yesu akawakemea. Biblia inasema akawakemea, hivi nyinyi ni watu aina gani msioamini?